Taka jiandae Mheshimiwa Kapufi, jiandae Mheshimiwa Lulida. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, nami kupata nafasi niweze kuchangia hotuba hii nzuri ambayo ndugu yangu Mheshimiwa Mavunde pamoja na Kiruswa pamoja na timu yote ya wizara wameendelea kufanya kazi kubwa na nzuri kuhakikisha kwamba madini yanaendelea kuwa mkombozi kwenye taifa hili, na kama ambavyo mmeona kabla ya muda ambao ulikuwa umepangwa, sasa tumeweza kufikia 10.1 katika pato la taifa. Tunawapongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya. Nikupongeze pia kwa namna ambavyo umeendelea kuhakikisha kwamba hii sekta inaendelea kuwa nafuu kwa wachimbaji wetu wadogo, lakini pia kuhakikisha kwamba inaendelea kuweza kuwasaidia wananchi wa Tanzania. Leo tumeona namna ambavyo changamoto mbalimbali ambazo zipo kwenye wizara yako umeendelea kuzitatua, migogoro mbalimbali umeendelea kuitatua, na sisi watu wa Chunya wiki moja tu iliyopita ulikuwa umekuja kule katika mgogoro wa Mtozira, umeweza kufanya kazi kubwa na nzuri. Leo wananchi wa Chunya na wananchi wa Ifumbo wanafurahi na kuipongeza sana Mheshimiwa Waziri na serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo wanaendelea na mnaendelea kuitumikia. Na sisi tutoe rai kwa wananchi wa Dodoma. Watu wa Dodoma wamepata lulu. Watu wa Dodoma wamekupata wewe ndugu yetu Mavunde. Wasikuache, wasikupoteze. Wao wakikupoteza taifa itakuwa limepata hasara kubwa sana. Na sisi tunakutegemea hasa kwenye upande wa watu wa madini. Mheshimiwa Waziri, baada ya pongezi hizo nianzie pale ambapo ndugu yangu Tabasamu alizungumza sana. Maeneo mengi ambayo yana reserve kubwa ya dhahabu yako kwenye maeneo ya misitu. Haya maeneo ya misitu mengi ukiangalia sasa hivi ni leseni za watu. Mimi mfano kuna maeneo kule Chunya mengi yamezungukwa sana na hifadhi za misitu. Mfano hifadhi ya Mtombiwe pale kuna leseni, karibu hifadhi yote ni leseni za watu. Na watu sasa hivi wanaanza kuchimba mle ndani, lakini vibali vinavyotolewa na TFS vimekuwa vikwazo vikubwa sana kwa wachimbaji wetu wadogo. Kwa hiyo tunaona imefika muda haya maadhi ya mapori mengine yashushwe hadhi, yawe maeneo ya uchimbaji. Wananchi wetu wa Chunya na maeneo mengine ya Tanzania hasa kule Mbiwe na maeneo mengine kule Itumbi waweze kuweza kuchimba kwa unafuu mzuri zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, wachimbaji wetu wengi wanazo leseni ndogo ndogo, na nishukuru Mheshimiwa Waziri amefanya kazi ya kutunga kanuni mpya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile leseni za wachimbaji wadogo hasa PML ziweze kumilikiwa na wachimbaji wazawa, ila inapotokea kwamba kuna uhitaji utaalamu ndio tuweze kupata maexpert kutoka nje waweze kutusaidia. Lakini hili jambo ni zuri, lakini angalizo lake ni nini? Leo hii kuna wachimbaji kutoka nje wanaojiita maexpert wataingia kwa mgongo kwamba wao wanakuja kuleta utaalamu, lakini watakuja kufanya kazi ambazo sio za kitaalamu. Leo kwenye maeneo yetu ya uchimbaji kuna raia wa kigeni wengi sana ambao wanafanya shughuli nyingi ambazo zingeweza kupaswa kufanywa na wazawa. Watu wanafanya shughuli za usekesaji wa kawaida, shughuli za uchimbaji wa kawaida, wanaendesha mpaka maguta, mpaka kila kitu. Sasa haya tusiweze kuyaruhusu kwa kigezo kwamba wanaingia kama maexpert. Tuziache huu utaalamu ule mkubwa, waingie kama wawekezaji au wachimbaji wakubwa, lakini wasiingie kwa kigezo kwamba ni wataalamu, kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye leseni ndogo ambapo ingepaswa kubakiwa na wazawa. Mheshimiwa Naibu Spika, wachimbaji wetu wengi wanafanya uchimbaji huu bila kufanya utafiti. Leo karibu Tanzania nzima wachimbaji wadogo wanapata hasara kubwa kwa sababu maeneo mengi hayajafanywa utafiti. Kwenye bajeti ya mwaka jana ambao ndio tunaenda sawa ukingoni mwezi Juni, ilielekeza kwamba tutaenda kununua vifaa vya utafiti ikiwemo ndege. Lakini sasa hivi tubakiza takriban kama miezi miwili tu. Mimi niombe ile ndege ambayo tuliahidi kwamba kununua, tunaomba inunuliwe ili utafiti ufanyike wa kina ili wachimbaji wetu hawa waweze kunufaika. Tunawapongeza, mmerusha ndege nyuki, imeweza kufanya kazi. Lakini imani yangu kwamba maeneo mengi yakiweza kufanywa utafiti kwa wachimbaji wadogo, tukifikia angalau 40% ya wachimbaji wetu hawa, tutaweza kuongeza pato hili ambalo tumepata sasa hivi. Tutaongeza kufikia 15% au zaidi ya hapo, kwa sababu tutakuwa tuna uhakika na maeneo ambayo wachimbaji wetu wanaendelea kufanyia kazi.
Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ilinunua vifaa vya uchorongaji, zile ligi, na nishukuru sisi Chunya tumepata ligi moja na inaendelea kufanya kazi, lakini ligi hii na kwa ukubwa wa Tanzania bado ni chache. Tuombe serikali, nikuombe Mheshimiwa Waziri kupitia STAMICO muweze kuona namna gani ya kuweza kuongeza hizi ligi. Lakini changamoto moja ambayo tunakutana nazo, ligi zipo lakini maeneo yetu hayajafanywa utafiti. Hivi wachimbaji wetu kuna wakati wanachukua ligi, anaenda kwenda kuifanyia kazi, akienda kwenda kuchimba kule anakosa kile ambacho alitegemea ukifanya. Hivyo niombe hizi taasisi mbili, STAMICO ambao wamiliki wa hizi ligi pamoja na GST, waweze kufanya kazi pamoja, ili unapoenda kuichukua ile ligi uwe na mtaalamu wa kukufanyia utafiti hapo hapo, ili ukilipia mtaalamu unalipia na ligi, viweze kwenda pamoja, ili wachimbaji wetu hawa wasiweze kupata hasara kama ambao wanapata sasa hivi. Mtu anachukua ligi anaenda kuifanyia kazi na baadaye ligi hii inakuwa ni changamoto. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la mwisho niweze kumalizia mambo mawili. Jambo la kwanza ni changamoto ya tozo na kodi ambazo zipo kwenye uchimbaji wetu huu. Leo hii kila taasisi ambayo inahitaji kupata tozo inaangalia kwa wachimbaji, hasa wachimbaji wadogo. Imefikia hatua mchimbaji huyu apati faida kwenye uchimbaji wake. Kila ambacho anakipata kwa gharama kubwa, chote kinaishia kwenda kulipa kodi, chote kinaishia kwenda kulipa tozo. Na hizi tozo hizi zinaenda kukatwa bila utaratibu wowote. Leo kila mmoja anapojisikia kwa wakati wake, mtu wa OSHA anakuja kudai tozo pale, mtu wa halmashauri anakwenda pale na anafungua mapropela na vitu vingine pale, sijui mtu wa zimamoto, mtu wa mkemia wa serikali na wengineo kama hawa. Kwa hiyo kuna utaratibu maalum, au kiundwe chombo kupitia labda TRA au chombo kimoja kikusanye hizi tozo zote hizi, baadaye kiwe kinawagawia wachimbaji hawa, au kwa maana wagawia hizi taasisi za serikali, ili tuwe naleta usumbufu kwa wachimbaji wetu. Jambo la mwisho ni maeneo ya wachimbaji. Bado tuna changamoto ya maeneo mengi kumilikiwa na leseni kubwa. Tunaipongeza serikali iliweza kuzichukua zile leseni za utafiti ambazo hazikufanyiwa kazi na kuwagawia wachimbaji wadogo, lakini tunaomba, bado tuna maeneo mengi makubwa ambayo hapa ya utafiti ya kiutafiti. Tunaomba serikali ambayo haijafanywa kazi wayachukue, waweze kuyafanyia utafiti, wawapa wachimbaji wadogo, wataweza kuwasaidia zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante. Mheshimiwa Kapufi.